Sasa nimehamia mtaa wa 7 toka pale nilipokuwa naishi zamani. Ile nyumba sio nyumba, ilikuwa ni mikosi. Unajua nyimbo kama hizi watoto 2000 hawawezi kuelewa, ila sisi bwana watu wa miaka 90 80 70 60 wakati wa uhuru tunazijua kweli kweli. Bwana, karibu sana kwenye huu mwendelezo, huu mzigo unaoitwa Binti Risha. Kumbuka hii ni sehemu ya 3, na nikukumbushe tulipoishia katika sehemu ya 2 ni pale ambapo huyu kijana Zaini alikuwa amekwenda ofisini kwa mwanadada Ana. Lakini alipofika pale ili anafungua tu mlango, kila alichokutana nacho Hamad bin Hamad alishangaa sana, alistaajabu sana, na pale pale alijiona yeye ni mwanaume mjinga kuliko wanaume wote duniani. Je, aliona nini ofisini kwa Ana? Na tukumbuke alienda ofisini kwa Ana hiyo siku, na hii ni baada ya kupokea barua au wito, anahitajika mahakamani, inatakiwa alipe zile pesa ambazo alikuwa ameziiba kwenye kampuni ya babake na Ana. Sasa Zaini akawa anajiuliza, mbona babake Ana alishanisamehe? Aliniambia tu nikimpa talaka binti yake ananisamehe zile pesa nilizoiba. Kwa nini Ana kafungwa tena kesi, anataka kunifunga? Ndio kijana Zaini akamwenda ofisini kwa Ana. Ile sasa anafika tu ofisini kuingia, bala nini alichokutana nacho? Bwana, hebu karibu Sara tupate kuendelea, tujue nini hasa kilichoweza kuendelea. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Saidi JR. Mimi naitwa Uncle J Simulizi, na hii ni Uncle J Simulizi. Bwana, karibu mtu wangu. Sasa nikiwa naendelea kuwaza pale, secretary wa Ana alikuja na kisha akaniambia nimfuate. Kwa tukapanda lift mpaka ghorofa ya 5, ambapo aliniambia niingie ofisini ya Ana, yani kwenye ofisi ya Ana, kwa sababu Ana alikuwepo huko ofisini na alikuwa ananisubiria. Kweli msikilizaji, nilizama mule ofisini. Mara baada ya kuingia, msikilizaji, kwanza nilichokiona kilinifanya nijione mimi ni mjinga. Kabisa. Kilinifanya nijione mimi ni miongoni mwa wanaume wajinga kabisa duniani. Unajua Ana alikuwa kabadilika vibaya mno. Hapo mwanzo alikuwa ni mzuri, lakini sasa hivi alikuwa ni mzuri zaidi. Ana alikuwa na bonge moja la shepu. Msikilizaji, nikisema shepu kweli kweli, tena la asili, sio kama ya plastic surgery. Ana alikuwa kanona vibaya mno. Kwanza ngozi yake ilikuwa nyororo kupita hata ilivyokuwa awali. Hii ndio inaitwa ile kwamba ukishaachana na mtu ndio unamwona anakuwa mzuri zaidi. Ndio hiki kilichonikuta mimi. Suruali kitambaa aliyokuwa ameivaa ilikuwa imemuamba vizuri kabisa kwenye shepu yake kubwa. Huko juu sasa ndio usiseme. Moja ya vitu ambavyo nilikuwa napenda kwa mwanamke ni pamoja na kifua. Ana alikuwa na kifua fulani kikubwa kilichojaa vizuri, na nguo aliyokuwa kavaa juu ilikuwa inaonyesha kabisa alikuwa hajavaa sidiria kwa ndani. Kwanza matiti yake yalikuwa yamejaa vizuri, tofauti na wadada wengi wa mjini ambao wengi wao wanaebusti na sidiria. Sasa kichwani Ana alikuwa kasuka rasta ambazo zilikuwa zimeshuka hivi mpaka hivi usawa kiuno chake. Kusema ule ukweli, nilijikuta nikijisemea tu moyoni kwamba majuto kweli ni mjukuu. Hakika ukimwacha mtu ndo anazidi kunoga, anazidi kupendeza. Kama nisingefanya ujinga wangu, ina maana leo hii mimi ndo ningekuwa na enjoy kwenye mwili wa Ana, kitu ambacho nakipenda sana kusema ule ukweli. Leo hii mimi ningekuwa nacheza ule msambo na mkubwa vile ambavyo mimi nataka, kwa sababu alikuwa ni mke wangu na nilimooa. Sasa Ana akaniuliza, nini kimekuleta hapa Zaini? Umesahau kwamba babangu alikwambia nini? Alisemesha Ana kitendo ambacho kilinifanya mimi kwanza niachane na mawazo ya kumtathmini ule uzuri wake. Nikasema mimi nimekuja hapo kwa sababu ya hii barua ya wito wa mahakamani. Sasa hapa ndo mahakamani? Si ungeenda huko mahakamani ama? Hapo wamfuata nini? Ana, najua kama nimekufanyia mabaya wewe pamoja na familia yako. Hata kama ningeomba msamaha, bado usingetosha hata chembe kwa mabaya niliyokuwa nimeyafanya. Lakini Ana, baba yako alishaniahidi kunisamehe ikiwa tu nitasaini talaka.
Sasa mbona umefungua tena kesi Ana? Hebu ona nilivyo Ana. Hata pesa tu ya kumlipa mwanasheria sina, sembuse kulipa hizo milioni 500. Zain, hilo swala mimi halinihusu. Ulipaswa kufikiria sana kabla hujaamua kuiba pesa zetu. Ni kweli babangu aliahidi kukusamehe kwa sababu alikuwa anajua hata kama akikufungulia kesi hutaweza kulipa hizo pesa, na ndio maana akaona okay, ni bora achane tuna hilo swala. Ina maana kwamba hii kesi umeifungua wewe. Ndio maana yake Zain. Kwa nini umefanya hivyo Ana? Yeye unauliza kwa nini? Badala kufikiria utafanya nini, wewe unauliza kwa nini? Hebu angalia hapa Zain. Hii ni picha yetu ya ndoa. Tokea umenipa talaka sijawahi kuwa na amani kwenye maisha yangu. Zain, nilikupenda sana wewe mwanaume. Nilivumilia tabia zako za kuwa na wanawake wengi lakini bado hukuona thamani yangu. Zain, babangu alikupa kila kitu ulichokuwa unakitaka. Zain, ulikuwa na maisha kifahari nyumbani kwetu, lakini bado uliona kabisa kwamba mimi sina maana yoyote ile kwako. Binafsi nafsi yangu bado inaniuma sana kwa wewe kuweza kuniacha. Lakini sina maana ya kwamba eti bado nakupenda, bali inamaanisha kwamba umeniumiza sana. Umenipa maumivu ambayo hata sijui ni lini yataisha kwenye maisha yangu. Hivyo basi hata wewe pia ni lazima uteseke kama vile ambavyo mimi nateseka. Kitendo cha babangu kukuacha huru sijakikubali kabisa. Hii kesi niliyoifungua ni kwa ajili yako na itakuwa safari yako ya kifo. Na nitahakikisha unaenda kufia gerezani Zain. Labda kama utaweza kulipa pesa zote ulizoziiba, kitu ambacho najua uwezo huo hauna. Msikilizaji, nilichoka hoi. Kwa maneno ya Ana, ni wazi kilichokuwa kinamtesa ni kuniona mimi nimempa talaka, afu naendelea na maisha yangu kana kwamba hamna kitu chochote kilichotokea baina yetu. Nikamwambia Ana, kama kunifunga utanifunga tu, maana sina maisha ya kusema kwamba naweza kulipa hizo pesa. Sawa, kama ukifungwa nitafurahi sana, huenda na mimi pia nikawa na amani kwenye moyo wangu. Sawa Ana, hamna shida. Niliongea kinyonge na kisha nilianza kuondoka mwa ofisini kwake. Nikiwa nataka kutoka pale mlangoni, Ana aliwahi na kisha kanishika mkono. Hapo kwanza tulijikuta tunatazamana kwa muda kidogo. Kusema ule kweli sikuwa naelewa kwa nini Ana ananiangalia kwa hisia sana. Hali kuwa tayari alikuwa ameshasema kwamba hanipendi tena. Sikiliza Zain. Uliwahi kunisaliti sana. Lakini pamoja na yote hayo, kosa kubwa ulilofanya kwenye maisha yako ni kunipatia talaka. Nilizani wewe kama mwanaume utapambania ndoa yako, lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Zain, wewe ulijijali wewe tu. Ulijali maisha yako na familia yako. Hukujali mimi unayenipa talaka nitaishije Zain. Leo hii unakuja ofisini kwangu na sura yako ya huruma. Unadhani nitasamehe kirahisi maumivu ulionipatia Zain? Lakini Ana, wewe mwenyewe ni shahidi. Babako alitaka nisaini talaka. Vinginevyo angenifunga jela. Sasa niambie mamangu mimi angeishi jana. Hata kama Zain, mara ngapi ulikuwa unanisaliti lakini baba hakukupa sharti la kuweza kusaini talaka? Kama ungekataa Zain, babangu asingekufunga kwa sababu bado ungekuwa ni mume wangu. Lakini wewe ulichagua kile ulichokiona ni bora kwa upande wako.
Kuanzia siku ile ndo niliamini ya kwamba wewe hukuwahi kunipenda mimi, bali ulinioa kwa sababu tu ya mali ambazo nilizokuwa nazimiliki. Sasa kwa kuwa uliamua kuchagua talaka, na mimi nimeamua kuweza kukufungulia kesi. Na kama bado unahisi nitaifuta hii kesi, basi hilo sahau. Hii kesi sitaifuta mpaka ufungwe gerezani ama ulipe pesa ulizoweza kuzipa. Unaweza kwenda sasa. Tutakutana mahakamani Jumatatu. Aliongea Ana huku akiona nifungulia mimi mlango nitoke ofisini kwake. Msikilizaji, sikuwa na namna zaidi tu ya kuweza kuondoka. Na mpaka hapo niliamini ya kwamba maumivu ya mapenzi yanamtesa sana Ana, na ndio maana anataka kuweza kunikomoa kwa kunipeleka gerezani. Mimi cha kufanya hapo nilirudi tu nyumbani, lakini nilikuwa nina mawazo mengi mno. Kusema ule ukweli, sikuwa najua nifanye nini kuweza kujiokoa kwenye hili. Nilipofika nyumbani, nilimkuta mama yangu karudi kutoka kwenye vikao vyake vya chama. Mama, unajua, kwanza alishangaa sana kuona mimi nina mawazo mengi akilini mwangu. Binafsi kusema ule ukweli, sikutaka kumwambia swala lile mama yangu kwa sababu nilijua mama ataumia kuliko hata mimi. Maana kama unavyojua, mzazi hasa mama huumia sana pale anapoona mtoto wake yuko kwenye matatizo. Kwa mimi niliamua kumdanganya mama ya kwamba stress za kukosa kazi ya kufanya ndio zinazonipa mawazo lukuki akilini mwangu na si vinginevyo. Mamangu aliniambia nijiunge na chama, kama nikiwa mwanachama basi naweza nikapata fursa yoyote huko, maana huwezi kujua nini kitatokea mbeleni. Wazo lake lilikuwa ni zuri, lakini kusema ule kweli mimi sikuwa ni mtu wa kwenda kwenye, yani sikuwa mtu wa kupenda mambo ya siasa. Kwa hiyo wazo la kujiunga na masuala ya vyama kwangu niliona sio uamuzi mzuri. Kwa hiyo niliamua sasa kuachana nayo. Yani hayo mawazo niliamua kuachana nayo. Siku ziliendelea kusogea. Kusema ule kweli nilikuwa sipati kabisa usingizi kila nilipokuwa nafikiria ile kesi ambayo Ana kanifungulia. Kila nilipokuwa nawaza ya kwamba nitafungwa jela, endo nilikuwa nazidi kuchanganyikiwa. Ingawa sikuwa nimewahi kwenda gerezani, lakini kwa maelezo ya watu mitaani walikuwa wanasema katika maisha yako fanya mambo yote ili usije ukafanya jambo ambalo litakupeleka gerezani. Gerezani ni sawa na jehanamu ya duniani. Sio sehemu ya kwenda kabisa. Gerezani panatisha kuliko kawaida. Sasa kauli hizo kwa kweli mimi zilikuwa zinanichanganya kusema ukweli. Kuna muda nilikuwa nawaza labda ngoja nitoroke niende kuishi nje ya nchi, lakini mawazo hayo yalikuwa nakatishwa na ukata wa fedha niliyokuwa nao. Sikuwa na pesa. Sasa huko nje ya nchi mimi naenda vipi? Lakini vipi kuhusu mama yangu? Ataishije? Maana hapa dando ndugu tunao, lakini kwa maisha siku hizi naweza nikasema kwamba tumebaki si wenyewe tu wawili, mimi na mamangu. Ndugu sasa hivi hasa wa mjini, wao huwa na wewe tu katika nyakati mbili, aidha msiba au harusi. Tofauti na hapo yani huwezi kumwona ndugu. Na yasema hayo kwa sababu nimekulia mjini na hayo maisha mimi nimeishi. Mpaka Jumatatu siku ya kwenda mahakamani inafika. Kusema ule kweli silikuwa nimefanya mchakato wote wa kupata mwanasheria kwa sababu sikuwa na pesa, msikilizaji. Nilichoamua kukifanya ni kuitikia tu wito wa mahakama, kwa niliamua kwenda tu mahakamani. Kwa kuwa sikutaka mama yangu ajue kinachoendelea, kwangu mimi nilimwaga tu kuwa na sehemu, yani naenda hapo kupeleka barua maombi ya kazi hivyo. Maskini mama yangu unajua alikuwa ananiombea dua njema, akiamini kabisa kwamba mimi naenda kutafuta kazi, kumbe naenda mahakamani. Kusema ule ukweli niliumia sana kumdanganya mama yangu, lakini ndio hivyo, sikuwa na namna nyingine zaidi tu ya kufanya tu hivyo. Nakumbuka saa 1 asubuhi tayari nilikuwa nimefika mahakamani Posta. Kwa nilijieleza pale kilichonileta, hivyo nikawa nimeambiwa nisubiri maana muda wa kesi kuanza kusikilizwa ulikuwa bado. Nikiwa nimekaa pale zangu nje mahakamani nasubiria muda wa kusikilizwa kesi uweze kufika, alikuja mdada mmoja hivi, sijui alikuwa anafanya kazi kitengo gani, lakini alikuwa anafanya kazi pale mahakamani. Yule dada aliniuliza wakili wangu yuko wapi. Mimi nikamweleza kwamba bwana mimi sina wakili, nipo mwenyewe tu maana sina hata pesa za kumlipa huyo wakili. Sasa yule dada aliniambia kwamba lazima niwe na wakili wa kunitetea, kwa maana ya kwamba mahakamani kila mshtakiwa ana haki kujitetea hata kama ni kweli umefanya kosa. Mshtakiwa ana haki ya kujitetea, na tena atapewa fursa ya kujitetea mpaka pale ushahidi utakapoweza kuthibitishwa kwamba ni mkosaji.
Kwa sasa yule dada aliniambia kwamba kuna utaratibu wa kupata wakili wa siri kutoka serikalini. Huyu ni wakili ambaye anakuwa anaidhinishwa na mahakama kwa watu ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za kuwa na wakili. Nakumbuka aliniambia nimfuate ofisini kwake, ambako huko nilijaza fomu ya kuomba kupewa wakili. Na baada ya kujaza ile fomu moja kwa moja aliingiza kwenye mfumo wa mahakama kupitia barua pepe ya mahakama. Kwa nikarudi kule nje, nikawa naendelea kusubiri muda wa kesi yangu uweze kufika ili uweze kusikilizwa. Kweli mida ya saa 3 hivi za asubuhi niliambiwa niingie ndani. Siku hiyo kulikuwa kuna kesi nyingi, ila kwa bahati tu kesi yangu ilikuwa ya kwanza kusikilizwa. Kusema ukweli, ule msikilizaji, nilikuwa nina hofu sana. Mara zote nilikuwa naona jengo la mahakama kupitia tu filamu, lakini leo hii mimi ndo nimeingia kama mshtakiwa. Kwa kweli nilikuwa na hofu sana msikilizaji, na mbaya zaidi sikuwa hata na mtu kuweza kunipa moyo. Baada ya kuingia mahakamani sikumwona Ana wala mwanafamilia yote kutoka kwao. Ni wazi walikuwa wametuma wanasheria wao kusikiliza ile kesi. Jaji kiongozi aliingia pale, kesi kaanza kusikilizwa. Kumbuka sikuwa na wakili, kwa nilikuwa najitetea mimi mwenyewe mahakamani. Kusema ukweli, kama ni pesa, ni kweli nilikuwa nimeiba. Kwa hiyo hata nilipokuwa naulizwa maswali, nilikuwa nasema tu ukweli kwa sababu niliamini ya kwamba kama nitasema uongo, hiyo inaweza kuniletea shida nyingine. Kwa baada ya kipindi cha maswali na majibu kupita, na kumbuka jaji kiongozi alisema kwamba kesi yangu itasikilizwa siku nyingine ambapo hukumu itakapotoka. Nilitoka pale mahakamani nikiwa na mawazo sana. Kwa jinsi kesi yangu ilivyoenda, ni wazi kabisa mwisho wa siku nilikuwa nakumbana na adhabu. Basi baada ya kutoka pale nilianza kwa miguu kusogea kituoni, huku posta nipande mwendo kasi nirudi zangu nyumbani. Nilikuwa napita upande wa pili huwa barabara, natazamana na hoteli ya kimataifa Kilimanjaro Hotel. Niliona kuna sehemu watu walikuwa wanauza mihogo ya kuchoma. Na hapo nilikuwa na njaa, kwa niliamua kwenda pale kula. Nilipofika pale, huwezi amini msikilizaji, nilimwona rafiki yangu wa miaka yote Alibonge. Alikuwa kabadilika, unene wote kwanza ulikuwa umemwisha msikilizaji. Maisha yalikuwa yamempiga afadhali hata ya mimi. Kwanza nikamsalimia, kaka, za siku nyingi ndugu yangu. Akaniambia mbaya tu Zaini bwana, kama unavyoniona hapa kaka. Nikamwambia kwa kweli kaka, nisamee sana. Najua mimi ndo chanzo cha haya yote. Hapana Zaini, misukosuko kwenye maisha ni jambo la kawaida tu bro. Huenda ikawa ni hatima ambayo tuliandaliwa kupitia mimi na wewe. Nikasema kwa kweli kaka, sijui hata nisemaje. Kama ni hatima, basi sisi tumeandikiwa magumu ndugu yangu. Kivipi kaka wakati upo kwenye maisha mazuri? Nikasema hayo ilikuwa ni maisha yangu ya zamani kaka, ila sio sasa hivi. Una maana gani kusema hivyo Zaini? Alibonge aliniuliza. Unajua ilibidi nimweleze Alibonge kila kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu. Alibonge aliogopa sana kwa kuhisi huenda na yeye pia akaitwa mahakamani kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha. Mimi nilimtoa hofu kwa kumwambia kwamba kama Ana angekuwa anataka kukupeleka na wewe mahakamani, basi angeshafanya hivyo toka zamani tu. Lakini kama kufanya haya kwangu mimi kwa sababu anataka kunikomoa tu kutokana na kitendo changu cha kumpatia talaka. Nakumbuka mimi na Alibonge tuliongea mambo mengi tu na rafiki yangu huyu, na ndipo mwisho wa siku alinishauri kwamba nimtafute Risha nimwombe msaada, maana yeye ndiye mtu pekee anayeweza kumwomba mimi msaada. Nikamwambia kaka, unajua ushauri wako ni mzuri, lakini sasa shida sijui kama Risha atakubali kunisaidia kwenye hili. Unajua hata yeye pia nilimuumiza tena sana tukihisia. Sidhani kama anaweza kunisaidia, na isitoshe sijui hata naishi wapi. Ni kweli kaka, unajua hao wanawake umewaumiza sana ndugu yangu kihisia. Lakini kwa upande wangu mimi naona ni bora ukamjaribu tu Risha. Huenda akakusikiliza, maana amekuzalia mtoto. Wanasema mtoto anaweza kuwa kiungo kwa wazazi wake. Kwa hiyo hebu mjaribu tu kaka. Sawa, lakini sijui hata anapoishi huyo Risha. Mimi nakumbuka mara ya mwisho alikuwa anaishi Mikocheni. Ngoja nikuandikia anwani yake hapa na kisha utamtafuta uone kama nini atakachokujibu. Kweli Alibonge aliniandikia anwani ya nyumba
ya Risha na kisha kanipatia. Maoni mwangu nilikuwa nawaza tu itakuwaje kama nitaenda nyumbani kwake alafu nikamkuta yuko na yule jamaa yake, yule Adili. Niliwaza sana hilo, lakini mwisho wa siku niliona ni bora tu niende nikajaribu bahati yangu kama rafiki yangu Alibonge alivyokuwa amenishauri. Huenda Risha akakubali kunisaidia kwenye hili. Basi nilimwaga pale rafiki yangu, tukapeana pale namba za simu na kisha huyo mimi nikaondoka zangu kurudi nyumbani. Kesho yake mara baada ya kunywa tu chai niliamua kuweza kufunga safari kwenda Mikocheni nyumbani kwa Risha. Kweli bwana, nilifika kwenye nyumba ambayo Alibonge alikuwa ameniambia Risha anaishi hapo. Msikilizaji, kama ni kuishi basi Risha alikuwa anaishi. Unajua jumba lake lilikuwa ni kubwa mno. Kwanza picha linaanza tu fence ya jumba lake lilikuwa na mageti makubwa matatu yote yakiwa na umeme. Yaani unabonyeza tu remote pale geti linafunguka lenyewe. Basi mara baada ya kufika nilibonya pale alarm kwenye geti moja, ambapo sekunde chache tu mbele mlinzi alifungua mlango. Nikamwambia mlinzi yule, habari yako? Salama tu, nikusaidie nini? Nikamwambia mimi naitwa Zaini Saidi. Nimekuja kumwona Risha Fernando, sijui nimemkuta. Wewe nani yake wewe? Nikasema mimi ni rafiki yangu. Okay basi subiri kidogo. Yule mlinzi alifunga gate, nikawa nimebaki pale nje na subiri. Baada kama dakika moja hivi yule mlinzi alitoka na kisha akaniambia kwamba bosi wake ambaye ni Madam Risha hataki kuonana na mimi. Lakini pia kamwe nisije nikathubutu kwenda tena pale. Nilijaribu kumwomba sana yule mlinzi aniruhusu niingie ndani, lakini haikuwezekana. Ilibidi niondoke tu, maana sikuwa na namna nyingine msikilizaji. Lakini kusema ule ukweli, nilizidi kupagawa. Kwa sababu Risha ndo mtu pekee nilikuwa namtegemea kwamba huenda akanisaidia, lakini na yeye ndo kanitolea nje namna hii. Nilipofika nyumbani tayari mama yangu alikuwa karudi, kwa sababu niliona pale geti limeegeshwa halijafungwa. Ilikuwa lijafungwa na ufunguo kama nilivyokuwa nimeacha mwanzo. Mimi na mama yangu kila mtu alikuwa na ufunguo wake, kwa hiyo sikushangaa kuona geti liko wazi. Wakati natoka nilikuwa nimefunga. Niko naingia ndani kwetu niliona gari la kifahari aina Range Rover Sport new model. Ilibidi kwanza nisimamie, kwanza pale mlangoni kwanza nilisimama. Nione ni nani ambaye kaja nyumbani. Mbona ugeni mzito wa kushtusha? Kuangalia vizuri Ana, mpaka nikasema Ana kafuata nini huko nyumbani kwetu? Nilisema hivyo huku nikiwa namshangaa Ana. Ana alikuwa ameshuka kutoka kwenye gari lake. Ana mara baada ya kushuka alikwenda nyuma ya gari lake, alifungua pale buti la gari lake, akatoa begi kubwa ambalo kwa chini lina matairi ya kuburuza. Na baada ya kutoa begi hilo alianza pale kuliburuza, akawa anakuja pale nilipokuwa nimesimama. Vipi, mbona unishangaza hivi? Ina maana hujafurahia uje wangu kwenu ama? Unajua msikilizaji, nilishangaa. Yaani Ana anakujaje nyumbani kwetu? Nini hasa cha maana cha kuweza kumleta yeye nyumbani kwetu? Nikiwa naendelea pale kutafakari na kuaje Ana kaja nyumbani kwetu, tayari Ana alikuwa ameshapita getini anaelekea ndani huku akiwa na buruza begi lake. Nikamwambia Ana, hebu subiri kwanza. Wewe umepotea njia ama ni vipi? Nilimuuliza hivyo Ana, na hii ni mara baada ya kuwa nimemwahi kabla hata hajaingia ndani kwetu. Swali gani leo Zeni unauliza? Kwani hujanielewa swali langu ama ni vipi? Okay, nimekuelewa. Nimekuja tuishi wote Zeni. Tuishi wote yani kivipi yani? Zeni, kusema ule ukweli mimi nimeshindwa kabisa kwa mbali na wewe. Tokea nimekujua kwenye maisha yangu sije kufikiria hata siku moja kuwa mbali na wewe. Nimekaa nimejifikiria sana, nimeona bila wewe Zeni maisha yangu hayawezi kwenda tena. Zeni, unajua ni jinsi gani ninavyokupenda. Upendo wangu kwako hauna mfano. Mimi kulikosa penzi lako aliyekuwa bado uko hai, basi ni bora tu nikafa. Nakupenda sana Zeni. Na ndio maana nimekuja hapa ili tuweze kuishi wote. Unajua kama nikioje, basi hiki kilikuwa ni kioje cha mwaka kwangu. Mimi na Ana tulishatalakiana. Ninachokijua Ana pamoja na familia yake, hasa mama yake, wananichukia vibaya mno mimi. Na kama itoshe Ana huyu ndiye alinifungulia kesi ya wizi wa pesa wa kampuni yao. Lengo lilikuwa ni kuna mimi na Ozee gerezani. Halafu leo hii haijapita hata wiki tokea nifungulie kesi, anakuja nyumbani kwetu anasema ananipenda sana, hawezi kuishi mbali na mimi. Nikamwambia bwana, hebu kuwa serious kidogo. Bado sijakuelewa unachokizungumza.
Hujaelewa nini Zain? Nimesema nimekuja hapa kuishi na wewe. Moyo wangu siku zote upo kwako na utaendelea kuwa kwako. Sijali nini kimetokea kwenye maisha yetu, ninachotaka mimi ni kuanza upya kuishi na wewe. Ada, ina maana wewe kunifungulia kesi mahakamani bado unaona haitoshi zamanake? Umekuja hapa ili baba yako atume walinzi wake waje kunidhuru, si ndio? Hapana Zaini wangu, sina maana hiyo mimi. Babangu pamoja na mamangu hawana budi kukubali tu ya kwamba wewe ndio mwanaume maisha yangu. Kuhusu kesi nilokufungulia, wala hata sikumezi kichwa, tayari kwanza nimeshamwambia mwanasheria wangu aifute, kwa hiyo hutakuwa na kesi yote ya kujibu mahakamani. Kabla sijaongea chochote, kumbe mamangu bwana alikuwa dirishani sebuleni anatutazama tu. Pale pale alitoka ndani kwa hasira na kisha akauliza kwa jazba, "Unaongelea kesi gani? Na umefuata nini hapa huyu mwanamke?" Mama shikamoo. Analisalimia. Mama akamwambia, "Sihitaji shikamoo yako mimi. Ninachotaka kujua ni nini kimekuleta hapa hali ya kuwa mwanangu alishakupa taraka." Mama, najua kama mwanao alinitaliki, lakini ukweli ni kwamba mimi na mwanao tunapendana sana. Na kama hakuna mtu kututenganisha. Talaka aliyotoa Zaini kwangu ilikuwa ni shinikizo tu kutoka kwa babangu na sio matakwa yangu mimi. Sasa kama sio matakwa yako, mbona ulisaini talaka kabla ya Zaini? Kama kweli ulikuwa unampenda Zaini, kwa nini ulianza kuisaini ile talaka? Mama, mimi nililazimishwa kama Zaini alivyolazimishwa. Sikiliza wewe binti. Sihitaji matatizo na familia yako. Kijana wangu ameshakupa talaka, naomba uondoke nyumbani kwetu sasa hivi. Maneno yale yalionekana kumchoma sana moyo Ana. Pale pale alijikuta akianza kulia kwa uchungu huku akiwa anasema ya kwamba, "Mama, wewe ni mwanamke pia kama mimi. Natumai mama unaelewa mwanamke akipenda anakuaje, yani anakuaje kuaje. Mama, mimi nampenda sana mwanao Zain. Nampenda sana Zain mama. Kwa nini unataka kunitenganisha naye mama? Nimeondoka kwa wazazi wangu sababu ni hii hawataki mimi niwe na mwanaume ninayempenda. Na kuja hapa na wewe pia unanifukuza. Kwa nini mama? Kwa nini?" Upo sahihi Ana. Upo sahihi sana. Kweli mimi ni mwanamke na ninaelewa mwanamke akipenda na kuaje, lakini kuna kitu umesawana. Upendo peke yake hautoshi kuwa sababu ya nyinyi kuwa pamoja. Ili uishi na kijana wangu kama mke wake, ni lazima wazazi wako walipitishe, waridhie. Lazima babako aridhie Ana. Sasa kitendo cha wewe kuja hapa hali ya kuwa baba yako hajaridhia, hiyo sio sawa kabisa. Na kingine, nyie watu wenye pesa huwa ni rahisi sana kufanya chochote mnachojisikia, maana hata sheria huwa iko chini yenu. Vipi kama baba yako atamdhuru kijana wangu? Binafsi sipo tayari kuona na mzika mwanangu. Kwa kawaida mtoto humzika mzazi na sio mzazi humzika mtoto. Kama ikitokea hivyo kwa kudra za Mwenyezi Mungu ni sawa, hamna tatizo, lakini kama ni ubaya wa mtu, kwa kweli ni jambo ambalo litaniumiza sana. Kwa hiyo sipo tayari kuona mtoto wangu anakuwa hatarini. Kwa naomba uondoke sasa hivi binti. Mama, mimi utanisamehe sana, ila hapa mimi siondoki popote pale atakapoishi Zain, basi na mimi ndio nitakuwa huko. Siondoki mama. Naona wewe binti hunijui vizuri Japokuwa umri wangu umekwenda, lakini bado nguvu ninazo. Sasa ngoja nikuoneshe. Mamangu alimsogelea Ana kwa kasi, alimkamata pale mkono wake na kisha alianza kumvuta nje. Alimtoa mpaka nje na kisha akachukua na begi lake akatupa nje, akafunga na geti. Chianze kabisa huyu. Yaani talaka ulikubali wewe mwenyewe, sasa hivi unajileta eti nampenda mwanao. Hebu kafilie mbele huko. Aliongea mama huko akiwa anarudi ndani. Alafu wewe, hebu njoo ndani uniambie vizuri. Mama aliongea. Wakati huo msikilizaji, mimi nilikuwa nimeganda tu.
Kwa kweli nilikuwa naona mapicha tu kwenye maisha yangu. Yaani Ana huyu ambaye nilikuwa nikimsaliti mara kwa mara, leo hii bado anakuja nyumbani kwetu kulilia penzi langu. Kwa kweli nilikuwa naona mapicha tu kusema ukweli. Niambie sasa Zain. Ina maana ulikuwa unaonana na huyu binti mara baada ya kumpatia talaka sasa manake? Mama aliniuliza, na hii ni mara baada ya wote kuwa tumeingia ndani. Nikamwambia hapana mama. Mimi sikuwa naonana naye. Mimi mwenyewe nimeshangaa sana kumuona hapa nyumbani leo. Una uhakika na maneno yako? 100% mama. Sawa. Alafu nilikusikia unaongelea mambo ya kesi. Ni kesi gani hiyo? Na kuuliza ni kesi gani? Hapo msikilizaji, kidogo nilisita kuongea, lakini mama alinikata jicho hilo. Alitaka nimwambie. Kwa hiyo sikuwa na jinsi, ilibidi tu nimuelekeze kila kitu jinsi kilivyo. Zain, unasemaje? Yaani huyu mshenza anajileta hapa akisema anakupenda wakati ametoka kukufungulia kesi hivi karibuni? Ndio hivyo mama, hata mimi mwenyewe sielewi. Sawa. Sasa nisikilize kwa umakini mwanangu. Mwanamke anaweza kukuvumilia makosa yako mengi tu, lakini huwa inafikia wakati anashindwa kuvumilia, na inapofikia hatua hiyo huwa harudi tena nyuma. Kitu pekee kinachojaa ndani moyo wake ni hasira na ghadhabu dhidi ya mtu aliyemkosea. Kama usije ukaamini kabisa kwenye maneno ya Ana. Mwanamke anaweza kufanya chochote kile mradi tu atimize azma yake. Wewe mwenyewe umesema ametoka kukufungulia kesi juzi tu hapo. Sasa hivi anajileta hapa akisema anakupenda kwa dhati. Binafsi sina imani naye kabisa. Huenda anataka kutumia kigezo cha upendo wako kwake kukuangamiza. Kwa hiyo usije ukakubali maneno yake hata kidogo. Umenielewa mwanangu? Ndio mama, nimekuelewa. Kiukweli maneno aliyoniambia mama niliona yana mantiki kabisa, kwa sababu kama Ana alikuwa kadhamiria kunifunga gerezani, iweje ghafla tu abadili uamuzi wake? Basi hapo mimi na mama tuliendelea na maisha yetu kama kawaida. Na kila nilipokuwa nachungulia nje kupitia dirisha la chumbani kwangu, nilikuwa namuona Ana akiwa ameketi tu chini pembeni ya gari lake. Sikutaka kumfuatilia sana kwa maana kwamba niliamini hawezi kukaa pale. Niliamini akichoka tu yeye mwenyewe atawasha gari lake ataondoka. Lakini msikilizaji, huwezi kuamini, mpaka inafika saa 3 za usiku bado Ana alikuwa pale nje ya geti letu. Na mbaya zaidi alikuwa kapitwa na usingizi. Kusema ukweli, ingawa nilikuwa nimepanga kufanya kama alivyoniambia mama, lakini uwezi amini, moyo wangu nilikuwa nahisi kama vile kuna nguvu ya ziada inajaribu kuniambia nisimwache pale nje Ana. Yaani kulikuwa kuna kiroho cha huruma kilikuwa kinaniingia. Niliendelea kupambana na mawazo yangu, lakini haikuwezekana. Mwisho niliamua kumfuata mama chumbani, maana tayari alikuwa ameshalala. Nilimwamsha, nikaanza kuongea naye. Nikamwambia mama, samahani kwa ile ambalo nataka kukuambia. Unajua mama, Ana bado yuko nje, na huu ni usiku na sio salama kwake kulala nje. Naomba nimuingize ndani na kisha kesho mimi nitamrudisha kwao mimi mwenyewe. Hapo kwanza mama yangu alionekana kushangaa sana. Ni wazi hakudhani kama Ana anaweza kukaa pale mpaka usiku huo. Ni nini Zeni? Ina maana hajaondoka mpaka sasa hivi yule binti? Ndio mama. Yuko tu hapo nje na analiwa na mbu. Hivi huyu binti anajifanya chizo wa mapenzi sio maana yake? Mama, sijui mama. Sijui Ana anafikiri nini kwenye akili yake, ila tunaomba kwa leo tumlaze ndani. Kamfungulie mlango aingie ndani. Mpatie na chakula ila kesho sitaki kumuona hapa. Sawa mama, hamna shida, nimekuelewa. Hapo msikilizaji, nilitoka nje, nilimbeba Ana maana tayari alikuwa kashalala. Nilimwingiza ndani, nikamlaza kwenye sofa letu kubwa la sebuleni, na kisha nikatoka tena nje kuingiza gari lake kuingiza gari ndani ya fence. Baada ya kuingiza gari nilifunga geti, nikaingia ndani ambapo nilimkuta Ana ameshaamka, yuko kwenye meza ya chakula. Alikuwa anajipakulia chakula. Kumbe ulikuwa na njaa?
Sasa kwa nini unajitesa namna hii? Kama ungekuwa nyumbani kwenu muda huu, ungekuwa unahudumiwa na house girl wenu kama malkia. Niliongea hayo nikiwa nasogea mbele mezani alipokuwa Ana. Kwa nini nikasema nateseka jamani? Mimi nipo kwa mwanaume ninayempenda. Kwa hiyo wala hamna anayenitesa. Kwanza hiki chakula ni kitamu sana jamani. Mamako anajua kupika. Nikikaa hapa nitafaidi sana kumbe. Ni kweli utafaidi. Utafaidi Ana. Ila kwa siku moja tu ambayo ni leo. Kesho ikifika mimi mwenyewe na kurudisha nyumbani kwenu. Kiukweli mimi kwa sasa hivi sihitaji matatizo. Kwa hiyo mimi ni matatizo Zain. Wewe unaonaje Ana? Ebona sasa hivi ni saa 3 za usiku. Upo hapa nyumbani kwetu. Ulishajiuliza babako akijua kama uko hapa atafanya nini? Usiwaze kuhusu hilo. Nimegombana na babangu leo asubuhi. Kwa hawezi kunitafuta. Bado atakuwa na hasira na mimi. Sidhani kama naweza kuendelea kukusikiliza Ana. Maana hata sikuelewi unataka nini kwenye maisha yako. Cha msingi kula, ukishamaliza chumba chako kiko upande ule pale wa kulia. Nenda kalale, kesho urudi kwenu. Naam. Mara baada ya kuongea vile, nilianza pale kupigia hatua kwenda chumbani kwangu. Na kabla sijafika chumbani kwangu, Ana aliniita na kisha akasema, usifunge mlango Zain. Nakuja chumbani kwako. Kiukweli sikutaka kumjibu kitu chochote. Moja kwa moja nilikwenda chumbani kwangu, ingawa nilikuwa sitaki tena mazoea naye, hasa mara baada ya mama kuweza kunionya kwamba huenda ukawa ni mpango wake kutaka kunidhuru. Lakini vile vile nilimshukuru sana kwa kufuta ile kesi iliyokuwa kanifungulia mahakamani. Nilikuwa niko chumbani kwangu, niliamua kuweza kumpigia simu rafiki yangu Alibonge, nikawa namueleza kila kitu ambacho kimetokea nyumbani kwetu. Aise. Kaka, hivi una nini wewe? Hebu nipatie siri ya mafanikio yako. Kwani kila mwanamke uliwahi kuwa naye kwenye mahusiano anashindwa kabisa kukubali kuachana na wewe? Kwani wewe unawapa nini mabinti wa mzee? Aliuliza rafiki yangu. Kwanza unajua nilicheka kidogo na kisha nikamwambia, sikiliza kaka, wala hamna cha maana ninachowapatia zaidi tu ya kucheza na akili zao tu. Imeandikwa kwamba tunatakiwa kuweza kuishi na wanawake kwa akili, na hivyo ndivyo ninavyofanya mimi kaka. Na ndio maana unaona wanashindwa kabisa kuweza kunisahau. Japo kwa huyo Ana bado siamini kama kilichomrudisha kwangu ni mapenzi. Huenda akawa amepanga kufanya jambo baya kwangu. Hata hivyo bado unajua mimi nachenjia panda kaka. Yaani hiyo akili ambayo unaitumia wewe kwa wanawake ni ipi? Kabla sijamjibu rafiki yangu Alibonge, mlango wa chumbani kwangu ulianza pale kugongwa. Moja kwa moja nilijua tu kwamba atakuwa ni Ana. Atakuwa tu amekuja, kwa hiyo nilikata ile simu ya rafiki yangu kisha nikaenda kumsikiliza Ana. Anataka nini? Nikamwambia, wewe shida yako nini? Si nimeshakuonesha chumba chako cha kulala? Fungua kwanza mlango Zain. Unataka nini Ana? Jamani, si ufungue kwanza mlango. Niliwaza sana, mwisho nikaona okay, ngoja tu nimfungulie mlango, nimsikilize anachotaka kuweza kuniambia na kisha nitarudi zangu kulala. Nilipofungua mlango, unajua sikuamini kile nilichokuwa nimekiona msikilizaji. Macho yalinitoka pima. Nilimwona Ana akiwa amebaki na nguo ya ndani tu. Sehemu nyingine zote za mwili wake ilikuwa ni kama vile alivyozaliwa. Msikilizaji, unaweza kusema kwamba sikuwa na msimamo, au unaweza ukasema ya kwamba nilikuwa napenda kuchikwichi, lakini kusema ile kweli, hata kama ungekuwa ni wewe msikilizaji, hili ni jaribu la Ana nisingeweza kulivuka. Alafu isitoshe mimi ni mwanaume rijali kabisa. Na kumbuke nilishakwambia Ana ni binti ambaye ameumbika kweli kweli.
Alikuwa na mahipsi fulani hivi, mzigo nyuma, msamba ndo umefunga kifuani. So mchezo, mtindo umejaa vizuri. Tena umesimama, sio kama wadada wa mjini wa siku hizi wanaobusti. Alikuwa na embe dodo zilizochongoka mithiri ya mishale. Hiyo ngozi yake sasa ndo nashindwa hata kuielezea. Mtoto hana chunusi, hana mba, hana upele wala hana harara kwenye ngozi yake. Sasa hebu niambie, hata kama ungekuwa ni wewe, tena bado ni kijana wa moto moto, unafikiri ungechomoa kwa mwanamke kama huyo? Ingawa Ana alishawahi kuwa mke wangu na nilishawahi kulala naye, lakini niwe muwazi tu, siku hii nilimwona ni mpya kabisa. Ana alikuwa ni wa tofauti mno. Uzuri wake kwanza ulikuwa anaweza nikasema umeongezeka maradufu. Unajua, nilipofungua tu mlango nilikuwa nimepanga kumzuia kama anataka kuingia chumbani kwangu kwa nguvu. Lakini uweze amini, kwa vile nilichokuwa nimekiona, huo ujasiri wa kumzuia wote uliniisha. Siku hiyo hiyo ndo niliamini ya kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye kama akiamua kumteka mwanaume kihisia, basi huyo mwanaume hata awe mgumu vipi, lazima atapoa tu. Ujue kwa muda huo nilisahau kila kitu alichokuwa ameniambia mamangu. Funga mlango tulale Zain, aliongea Ana huku akiwa anatembea kwa mapozi kuelekea kitandani. Nyie, kitendo kilichofanya mzigo wake sasa ule mkubwa kunyuma kwa unatikisika. Nyie sio poa. Huyu binti alikuwa anajua namna kuweza kunivuruga akili ese, kwa sababu sikuonesha pingamizi lolote zaidi ya kufanya kama alivyokuwa anataka. Nilifunga mlango na kisha nami nikasogea pale kitandani alipokuwa. Nikamwambia, unajua kama hiki unachokifanya sio sawa. Sio sawa kivipi Zain? Ina maana wakati unanisaliti na wanawake wengine ilikuwa ni sawa, ila hapa sio sawa, si ndio? Ana, hayo yalikuwa ni maisha yangu ya nyuma, na kimsingi mimi nayajutia sana kwa sababu leo hii amenifanya mimi niharibikiwe kwenye maisha yangu. Mpenzi, naelewa Zain, lakini hupaswi kuweza kujilaumu. Kama ni makosa ulishafanya huko nyuma, kitu cha msingi kwa sasa ni kutokurudia tena makosa Zain. Kama hutaki nirudie makosa, kwa nini uko hapana? Zain, wewe ni mwanaume wangu na mimi ni mwanamke wako. Shida iko wapi sasa? Hebu nifanye vile ambavyo huwa unanifanya siku zote. Nimemisi sana kulia kwa penzi lako. Naomba unile Zain wangu. Msikilizaji, ingawa nilikuwa na sita, lakini kwa ule mwili wake jinsi ulivyokuwa umeona, kila sehemu ukigusa ni laini, mtoto jicho nyanya, mtindi kifuani, huo kwa kweli au zali ndo ulinishinda. Ni wazi Ana alikuwa anajua kabisa kwa uzuri aliokuwa nao mimi siwezi kuchomoa hacha iweje, kitu ambacho ilikuwa ni kweli kabisa. Wote wawili pale tulianza kupiana mate mgando kwa ndeme zetu kugusana. Na sikuishia hapo tu, mikono yangu tayari ilikuwa imeshatua kwenye mzigo wake msambwanda huku nyuma. Msikilizaji, kusema ule ukweli, ukiona mwanaume anamaliza pesa zake kwa mwanamke mwenye kufanania na Ana, kwa kweli hata usimlaumu. Mara nyingi huwa sio akili zake kabisa, bali ni tamaa za kimwili ndizo ambazo zinampeleka huko. Asikwambia mtu, wanawake wa aina hii ni watamu bala. Sijajua kwa upande wako wewe ambaye unapenda wa aina gani, ila wanawake wenye shape, wenye nyama kwa kweli ni watamu bala. Kwanza ukiwa na moyo mwepesi, ukiwa na tu yale mahipsi yake yale, unaweza ukawatoa wazungu kabla hata ya mechi yenyewe kwanza. Kitu pekee ambacho nilikuwa najivunia mimi, nilikuwa na maumbile makubwa ya kifaa changu, sambamba kuwa na nguvu za kutosha. Hii ilitokana na kufanya mazoezi sambamba na kutokuwa na tabia kujichua. Wanaume wengi wa leo, hasa hawa wa mjini, wajua wamekuwa na shida ya nguvu za kiume kwa sababu ya kujichua, na zipo sababu nyingi kama ulaji mbaya wa chakula, kutokufanya mazoezi pamoja na ulevi. Lakini ukichunguza kiundani zaidi utakuja kugundua chanzo kikuu ni kujichua. Unakuta mtu anaanza kujichua toka akiwa mvulana mpaka anakuja kuwa mwanaume kamili wa koa, tayari mfumo wake wa uzazi unakuwa umeshaathirika vibaya mno, kitu ambacho kinapelekea kuwa na performance kidogo kitandani. Mimi kwa upande wangu nashukuru Mungu, unajua sikuwa na hiyo tabia, na ndio maana leo hii kila mwanamke ambaye amepata nafasi ya kuliwa kitumbua na mimi lazima tu anitafute tena. Basi bwana, nilianza pale kumwandaa Ana kwa kumpapasa maeneo ambayo nilikuwa najua kabisa haya yanampa msisimko wa kutosha.
Mara baada ya kuona mtoto kakolea sasa yuko tayari kwa kitumbua chake kuweza kuliwa, nilimtoa pale Saidi kichwa wangu na kisha nikaanza kazi ambayo nimekuwa nikiifanya kwa ushupavu siku zote. Kusema ule ukweli, sikuwa na huruma hata kidogo kwenye swala zima la kwechi. Mara nyingi wanawake ambao nalala nao walikuwa wanapenda sana mapenzi ya fujo. Kwa hiyo hata kwa Ana pia ilikuwa ni vivyo hivyo. Nilikuwa namtia kwa fujo bila huruma. Yaani kama ungeona unaweza ukasema labda ni wale wasanii wa filamu wale za ngono za Kimarekani ambao wengi wao hutumia madawa ya kutumia misuli, lakini kwangu mimi kila kitu kilikuwa ni original. Nilihakikisha ya kwamba namkamua Ana mpaka yeye mwenyewe aseme basi inatosha. Maskini binti wa watu alikuwa analia tu. Ni wazi utamu uliokuwa anaupata ulikuwa ni hauelezeki. Unajua mpaka namaliza kumtia Ana alikuwa kachoka hoi binti Taban. Nilimbeba nikaenda naye bafuni kuoga. Chumba changu kilikuwa na bafu humo. Kwa tulioga nikamtoa nikaenda kule chumbani kwake, nikachukua pale nguo zake nikaja kumvalisha. Baada ya kumvalisha sikutaka kulala naye mule chumbani kwa maana kwamba asubuhi mama yangu huwa ana kawaida ya kuamka mapema. Kwa kama angelala chumbani kwangu ni wazi kabisa mama yangu angejua. Asubuhi tu angejua, kitu ambacho mimi nilikuwa sitaki kitoke. Yaani sitaki mama yangu ajue. Nilibeba nikaenda kumlaza kwenye kile chumba ambacho nilikuwa nimemwambia kwamba atalala huko. Sasa baadaye nikaa najiuliza, hivi mimi ndo nimefanya nini sasa? Hii kitu itafanya Ana azidi kunipenda. Kwa nini nimelala naye sasa? Lakini alitaka yeye mwenyewe bwana. Kwanza kwa mshepu ule alionao nawezaje kuacha? Naanzaje kumwacha wakati kanitunuku yeye mwenyewe? Nikasema okay, anyway, kesho nitamrudisha kwao. Na huo ndo utakuwa mwisho wa mimi na yeye. Kwa nilijisemea hivyo msikilizaji, huko nikiwa niko tayari nimeshapanda kitandani kwangu tayari kwa ajili ya kutafuta usingizi. Kwa kuwa kazi niliyokuwa nimeifanya ni kubwa, hata muda ambao usingizi ulikuwa umenipitia siku hujua. Nilikuja kuamka majira ya saa 3 za asubuhi. Mara baada ya kuamka niliingia bafuni, nikajifanya pale usafi wa mwili, kisha huyo nikatoka ambapo nilimwona Ana naye akiwa anatoka chumbani ambako nilikuwa mimi nimemlaza jana. Akanisalimia, habari za asubuhi mpenzi. Alinisalimia Ana huku akiwa ananikumbatia. Moyoni mwangu nilijisemea, nilijua tu kwa dozi nilompa jana lazima azidi tukunipenda yule. Mpenzi, mbona usemi chochote? Kuna hujanifurahia jana usiku? Kabla sijajibu hilo swali lake, mamangu aliyekuwa anatokea jikoni huko mkononi akiwa na chupa ya chai alisimama mbele yetu. Ni wazi kabisa kufurahishwa na kitendo cha Ana kunikumbatia kwa hisia sana. Kwa hasira mama alifoka akasema, hivi wewe binti, wewe hujafunzwa maadili kwenu si ndio? Unawezaje kumkumbatia mwanaume simu mume wako tena mbele mamake mzazi? Mama, shikamoo. Nimekuuliza swali, jibu swali. Mama, Zeni ni mpenzi wangu mimi na mimi na Zeni tunapendana sana mama. Kwa nini unataka kukubali hilo? Zaini, hivi huyu mpuuzi anaongea kitu gani? Mama usijali, nitamalizana na Ana. Ana tuende kwanza tukanywe chai. Pale ilibidi nimtoe Ana, nilimchukua nikaenda naye sebuleni. Maana tungeendelea kubaki huenda mama angechukia zaidi ujue. Tukiwa tunapata pale kifungua kinywa sebuleni muda wote mimi nilikuwa namtizama tu Ana. Kusema la ukweli msikilizaji, Ana alikuwa ni mwanamke mrembo sana na laiti kama kusingekuwa kuna vikwazo kwenye penzi letu, basi kwa hakika ningechagua kuishi naye kama mke wangu wa ndoa, kwa sababu ndo mwanamke pekee ambaye ameonekana kuvumilia kasoro zangu zote naweza nikasema. Yeye pamoja na kumsaliti kote kule, lakini bado leo hii analilia penzi langu. Kwa hiyo kama ni kuishi naye, basi ningeishi naye yeye. Basi tuliendelea pale kupata chai huku Ana akiwa ananiambia mambo mbalimbali kuhusiana na familia yake. Tulipomaliza tu nilimuona mamangu akitoka na begi la Ana kwenye chumba ambacho Ana alikuwa kalala jana. Akalibuluza lile begi mpaka mlangoni na kisha akasema, "Haya, wewe bibi, kama ni chai tayari umeshakunywa, sasa ni muda wa kuondoka hapa. Naomba uondoke sasa hivi." Mama, kwa nini lakini unanifanyia? Wewe binti, usitaki nitumie nguvu. Naomba uondoke hapa. Kwa nini unakuwa kinganganizi hivyo? Kama kuondoka naondoka na mpenzi wangu Zain. Sawa, lakini kama ni kuondoka mimi mwenyewe, utanisamehe tu mama. Mimi hapa siondoki. Unasemaje wewe? Hey.
Ngoja nikuoneshe sasa. Mama yangu hapo alitaka kumvamia Ana ili amtoe ndani kwetu kwa nguvu. Na kabla hajamfikia mimi nilimzuia na kisha nikamgeukia Ana. Kwa hisia sana nilianza kumwambia Ana, tumekuwa wakarimu sana kwako tokea jana ulipokuja hapa nyumbani kwetu. Sijui kama unanipenda kweli au la, lakini ninachokiamini kwenye nafsi yangu ni kwamba sioni upendo wa dhati kutoka kwako. Mimi na wewe tulishatarakiana, kwa ni vema tu kaondoka tu hapa. Naomba uondoke Ana, na kuomba. Niliposema hivyo, unajua niliona Ana akicheka. Ni wazi kabisa alikuwa anahisi labda mimi namtania tu kwa sababu jana usiku tumetoka kufanya mapenzi. Hivyo isingewezekana mimi kuweza kumwambia aondoke. Ana akaniambia, Zain, hivyo unanitania ama? Nikamwambia sikutania Ana, niko very serious. Mimi na wewe hatuwezi tena kuwa pamoja. Naomba uchukue kila kitu tulichokifanya kimepitwa na wakati. Hapo nilimwona Ana akilia kwa uchungu sana huku akiwa ananitazama. Zain, haya ndo malipo yako kwangu, si ndio? Zain, nimekuwa nikikupenda toka siku ya kwanza uliponitongoza. Leo hii unasema unitaki. Hunitaki tena, ina maana kwamba umeamua kuweza kusikiliza maneno ya wazazi wetu wasiotaka mimi na wewe tuwe pamoja, si ndio? Kwa nini unanifanyia hivyo? Zain, uliahidi kuwa na mimi milele Zain. Ulisema huwezi kuwa na mwanamke mwingine tofauti na mimi. Ina maana yale maneno yako matamu uliyokuwa unaniambia ulikuwa unanichota tu akili, si ndio? Sawa Zain. Sawa, nashukuru sana Zain. Ila tambua ya kwamba wewe ndio sababu ya kifo changu. Aliongea Ana, akachukua begi lake na kisha kaondoka zake. Na hata gari lake pia hakulichukua. Nilipotoka nje sikuona kaelekea wapi, zaidi tu ya kuona alama za matairi ya bodaboda kuashiria kwamba mara baada ya kutoka tu ndani kwetu alipanda pikipiki. Afadhali ameondoka. Mwanamke gani anakuwa kinganganizi wewe? Alisema mamangu huku akiwa anaketi kwenye sofa pale sebuleni. Kwa upande wangu kusema ukweli, mimi sikuwa naelewa kama niwe na furaha ama niwe na huzuni. Hali hii ilitokana na namna ambavyo Ana alikuwa ameondoka pale nyumbani kwetu. Moyoni mwangu nilikuwa nahisi kama nilichokifanya sio kitu sahihi, lakini kwa upande wa pili nilikuwa naona okay, ni bora nimeepukana na matatizo ambayo naweza kuyapata kama tu ningeendelea kuwa na Ana bila idhini ya wazazi wake. Mwanangu, mbona kama vile hauna furaha? Usiniambia kwamba bado unampenda, unawaza kuhusu labda hilo gari lake alilotuachia hapa. Mama kumpenda wala simpendi, na wala kuhusu gari yake sikuumize kichwa. Nitaichukua, nitaipeleka polisi. Lakini pia vile vile mama, shida tu sio kulipeleka polisi. Shida pia nawaza ufungua gari lake. Niliweka kwenye begi lake na yeye kaondoka na begi lake. Kwa hilo gari haliwezi kutoka hapo lilipo. Basi fanya hivi, kwa sababu una idea kulipeleka polisi. Wewe nenda katoe taarifa polisi. Wasije kusema kwamba tumeiba gari lao. Katoe taarifa polisi mapema ili iwe kama kinga yetu dhidi yao. Sawa mama, nimekuelewa. Msikilizaji, nilifanya kama mama alivyoniambia. Kwa hiyo nilikwenda kituo cha polisi pale Mkwajuni, nikawaeleza kila kitu pamoja na kutoa namba za simu za Ana. Polisi walimpigia kwa lengo la kumtaka aende kuchukua gari lake nyumbani kwetu, lakini kwa bahati mbaya simu yake ilikuwa haipokelewi. Hivyo polisi waliniambia nirudi nyumbani. Wao watafanya mazungumzo na Ana aende kuchukua gari lake. Na kama sipoenda basi wao watatuma breakdown ili lije kuchukuliwa pale. Ili gari nyumbani kwetu walipeleke kituoni. Masaa yaliendelea kwenda msikilizaji. Ilipofika majira ya saa 10 za jioni, nikiwa niko nyumbani naangalia mpira, maana siku hiyo kulikuwa kuna mechi ya Simba. Simba alikuwa anacheza majira ya saa 10. Nikiwa naangalia mpira sebuleni kwetu, nikawa nasikia pale sauti ya geti letu kuweza kugongwa, kuashiria kwamba kuna mtu kaja. Ilibidi mimi nitoke ili nikaone ni nani amekuja. Na wakati huo mamangu alikuwa ameenda kwenye vikao vyake vya chama. Kwa hiyo pale nyumbani mimi nilikuwa niko mwenyewe tu. Nilipofungua tu geti nilikutana na mwanaume. Tena sio mmoja, walikuwa ni wanaume 4. Wawili walikuwa wamevalia mavazi ya kipolisi. Kwa hiyo moja kwa moja nilijua wale wanaume wote ni mapolisi. Sikuwa na shaka kwa sababu nilijua moja kwa moja watakuwa wamekuja kuchukua gari la Ana.
Lakini cha kushangaza, mara baada ya kusalimiana nao wale polisi waliniambia jambo ambalo lilinishtua vibaya mno. Wakaniambia, Bwana Zaini Said uko chini ya ulinzi kwa kosa la kutaka kumuua Ana Mposile. Chochote utakachokifanya ama kuongea kitatumika kama ushahidi dhidi yako. Nikasema, afande. Afande unasemaje? Akaniambia, tafadhali Bwana Zaini, tii sheria bila shuruti. Msikilizaji, kama kuna siku niliwahi kuwa na hofu kwenye maisha yangu, basi ni pamoja na hii siku. Sababu polisi walinichukua msobe mpaka kituo cha polisi cha Oysterbay, mahali ambapo kesi ilikuwa imefunguliwa. Mpaka tunafika kituoni bado akili yangu mimi ilikuwa kama vile ya mtu aliyekuwa amevurugwa. Kauli ambayo ilikuwa haitoki kichwani mwangu ni ile ya Ana aliponiambia kwamba mimi nitakuwa ni chanzo cha kifo chake. Kusema lo kweli, niliogopa sana msikilizaji. Na kama unavyojua hizi kesi za jinai, watuhumiwa huwa wanakuwa wako chini ya ulinzi mkali, ili tutadhani ni gaidi wa kimataifa. Kwa kweli sikuwa hata na cha kuongea. Mara baada ya kufikishwa polisi, moja kwa moja nilisukwa rumande. Nikiwa niko pale kituo cha polisi, baba mzazi, yani babake na Ana, au tuseme wazazi wake walikuja. Wazazi wa Ana walikuja na walionekana kuwa na hasira sana na mimi. Yaani kama sio polisi kuwazuia, basi huenda baba yake na Ana angenipiga risasi pale pale. Maana kuna muda alikuwa ameshaitoa kabisa bosto lake aliyokuwa amekuja nayo pale kituoni. Nikiwa bado nimetulia mule rumande, afande mmoja alikuja na kisha akaniambia nimtaje ndugu yoyote yule aweze kumpa taarifa za kukamatwa kwangu. Ilibidi niwapatie taarifa mamangu, ambaye aliweza kumpigia simu. Walimpigia simu na kisha wakamueleza kila kitu, na baada ya kama nusu saa mamangu alikuwa amefika pale kituoni. Mamangu alikuwa na mawazo sana kuliko hata mimi mwenyewe ambaye nipo kwenye matatizo. Mimi nilijaribu kueleza polisi kwamba mimi sihusiki na chochote kibaya ambacho kimemkutana. Lakini isipokuwa bahati ni kwamba hakuna polisi hata mmoja alionekana kuamini maneno yangu. Zaidi tu kusema kwamba niandae mwanasheria wangu, na kama sina hatia ukweli wote utajulikana mahakamani. Yaani mpaka hapo msikilizaji, nilikata tamaa kabisa kutoka kwenye lile janga ambalo sijui hata sijui limefanyika vipi. Lakini kwa upande wangu niliamini kabisa huenda kuna mtu kamdhuru Ana huko alikokwenda, na kisha wazazi wake wameamua kunitupia mimi ile kesi kisa tu ananichukia. Kwa vile ile familia ilikuwa ni ya kitajiri, nilijua tu mwisho wa hii kesi hautakuwa mzuri kwangu. Hivyo nilianza kujiandaa kisaikolojia, japokuwa haikuwa rahisi. Nakumbuka nilikaa rumande siku 3, na siku ya 4 majira ya mchana nikiwa nishakata tamaa, maana hata pesa kumtafuta tu akili kunitetea mahakamani mimi sikuwa nayo. Ghafla nilishangaa kumwona mamangu. Alikuwa anakuja pale kituoni huku akiwa na furaha sana. Mara baada ya kuruhusiwa kuniona, ilibidi kwanza nimuulize kwa nini ana furaha sana. Nilimuuliza mama, kwa nini ana furaha sana? Mwanangu, Mungu kajibu maombi yetu. Haki ya mtu huwa haiendi bure. Leo asubuhi nilikuwa hospitalini alipolazwa Ana. Inasemekana Ana ameamka na yeye mwenyewe kakiri kwamba alitaka kujiua kwa kumeza dawa ya kusugulia masinki chooni. Hivyo wewe huhusiki kwa chochote kile mwanangu. Leo utaachiwa huru. Kuna taratibu zote za kipolisi hapa ndio zinamaliziwa. Kwa hiyo tutaondoka wote hapa mwanangu. Msikilizaji, kusema ukweli nilifurahi sana. Ingawa moyoni mwangu nilikuwa najiuliza sana, ina maana Ana alikuwa anataka kujiua kwa sababu yangu? Ama nikiwa bado naongea na mama, niliitwa na mkuu wa kile kituo cha polisi, kwa hiyo ilibidi mimi niende ofisini kwake kumsikiliza. Na mara tu baada ya kuingia ofisini, mkuu huyu ambaye ni mtu mzima hivi wa miaka 45 mpaka 55 hivi, alianza pale kuongea. Akaniambia, kijana, tumebaini kwamba wewe hauhusiki kwa chochote kwenye jaribio la kutaka kumuana mtoto wa Mr. Mposile. Kwa kuanzia sasa uko huru. Na hongera sana kijana, lakini pia pole kwa usumbufu, kwa maana kwamba tulichokifanya kwako ilikuwa ni sehemu ya majukumu yetu ya kikazi. Nikasema hamna shida mkuu, kwa hiyo mimi naweza nikaondoka hata sasa hivi. Akaniambia ndio uko huru kuondoka, lakini kuna mambo unatakiwa kuweza kuongea kwanza. Nikamwambia nakusikiliza. Ni hivi kijana, unatakiwa kuweza kushukuru sana kwamba Ana mwenyewe amekiri kwamba alitaka kujiua yeye mwenyewe. Vinginevyo hii kesi ingekuwa ni ngumu sana kwa upande wako. Binafsi simjui sana kiundani Mr. Mposile, lakini nikiwa kama kamanda wa polisi, nikiwa kama baba na kushauri sana, hebu jiweke mbali na ile familia. Kwa maelezo yao ni kwamba ulikuwa mume wa binti yao, lakini tayari mlishatalakiana na wala hamna mtoto. Kwa hiyo
hakuna chochote cha kuwafanya nyie mwe karibu. Kwa hiyo kijana, kama unayependa maisha yako, basi hebu kaa mbali na ile familia. Mr. Mpusile ni tajiri mkubwa sana, ni mtu mwenye ushawishi mkubwa tu. Kwa hiyo hebu, kama utaingia naye kwenye mgogoro, kuna uwezekano mkubwa sana muathiriko kawa ni wewe, hata kama utakuwa unatetea haki yako, lakini bado mazingira yanaweza kukufanya wewe uonekane mbaya. Kwa kijana, kaa mbali na ile familia. Natumai utakuwa umenielewa na utalifanyia kazi nilichokuambia. Ndio mkuu, nimekuelewa. Maneno ya yule mkuu wa kituo cha polisi yalinifanya nimwogope zaidi baba yake Ana. Unajua, ilifikia stage mpaka nilijiapiza kwamba sitokuwa karibu na binti yake kwa namna yoyote ile. Mwanzoni nilikuwa nimepanga walau niende hospitali alipokuwa Ana, nikampe hata pole, lakini kwa maneno alioniambia yule mkuu wa kituo cha polisi nilihairisha hata kwenda kumuona Ana hospitali. Basi msikilizaji, mimi nikarudi nyumbani na mama yangu, ambapo nilikuta tayari pale ile gari la Ana limeshachukuliwa na polisi wakati nilipokuwa rumande. Nakumbuka usiku wa hiyo siku mamangu mimi aliniasa sana ya kwamba niwe mbali na yule binti, kwa maana ya kwamba kuwa naye karibu mwisho wake lazima tutakuwa ni mbaya kwa upande wangu. Mimi nilimwahidi kwamba kamwe sitakuwa karibu tena na Ana kwa chochote kile. Maisha yangu mengine yaliendelea. Zilipita wiki 3 huku nikiwa naendelea kutafuta shughuli za kufanya, ambapo walau sasa itakuwa inaniingizia hata shilingi 5,000 tu kwa siku. Siku moja majira ya asubuhi, nikiwa najiandaa kwenda kivukoni kazini kwa ile rafiki yangu Alibonge, ambaye kwa sasa anauza miogo ya kuchoma kule kivukoni. Sasa wakati najiandaa pale nyumbani, ghafla nilishangaa sana kuliona gari ambalo nilikuwa najua kabisa mmiliki wake ni nani. Likaja pale nyumbani kwetu. Nikajiuliza, hii si gari ya mamake na Ana hii? Sasa kafuata nini nyumbani kwetu? Kwa mimi nikiwa naendelea kujiuliza hivyo, tayari mamake na Ana alikuwa yuko getini kwetu pale anapiga hodi. Nilimwona mamangu akienda kufungua geti, maana yeye alikuwa yuko nje akifagia. Haraka sana na mimi nikatoka nje ili nijue nini ambacho kimemleta mamake na Ana nyumbani kwetu. Mamangu akamuuliza mama yake Ana ya kwamba nini kilichokuleta hapa. Mamangu aliuliza hivyo mara baada ya kuwa kafungua geti. Kwa upande wangu mimi nilitarajia mamake na Ana atakuwa kaja kwa shali pale nyumbani kwetu. Maana hata nilipokuwa nipo kwenye ndoa na binti yake, yeye hakuwahi kunipenda, hakuwahi kuipenda familia yangu hata kidogo, kisa tu sisi ni maskini. Lakini haikuwa hivyo msikilizaji. Katika siku ambazo niliwahi kumshuhudia mama yake na Ana akiwa ni mpole na mwenye huzuni kubwa usoni mwake, basi ni pamoja na hiyo siku. Mama Ana alikuwa ni mpole, utadhani labda kameza vidonge vya Piliton kama wasemavyo wabongo. Uso wote ulikuwa umemshuka. Macho yake yalikuwa mekundu kwa sheria kwamba muda mwingi alikuwa akilia kabla hata ya kuja pale nyumbani kwetu. Unajua, hata mama yangu pia alishangaa sana kumuona mamake na Ana yuko kwenye ile hali. Alijikuta tu akimtazama tu huku akitamani kujua ni nini ambacho kimemfanya awe kwenye ile hali. Ndipo mamake na Ana akaanza kusema, Mama Zaini, sijui hata nianzie wapi, lakini naamini utanielewa kwa sababu wewe ni mwanamke lakini pia ni mama. Sijui utalipokeaje swala hili, lakini sina namna zaidi ya kulisema kwa sababu kijana wako ndio mtu pekee anaweza kuokoa maisha ya binti yangu. Mama kamuuliza, kuokoa maisha ya binti yako kivipi? Mama Zaini, kama unavyojua, mara ya mwisho binti yangu alikutwa amemeza dawa ya chooni kwa lengo la kutaka kujiua. Sina uhakika sababu iliyopelekea kufanya hivyo, lakini nahisi tu ni kwa sababu tu ya sisi kumzuia kuwa na mtoto wako Zaini. Mwanzo hali yake kiafya ilikuwa ni nzuri tu, lakini ghafla ilibadilika mara baada ya kugundulika kwamba ana ujauzito. Na hivi ninavyokuambia, binti yangu yuko hospitalini kalazwa na hali yake ni mbaya sana kwa sababu sehemu kubwa ya tumbo lake limeathirika na kemikali za sabuni ya chooni alizokuwa amekunywa, na istoshe imegundulika na ujauzito, kitu ambacho kinamweka kwenye hali ya hatari zaidi. Na madaktari wamesema kwamba kuna hatari inaweza kumkuta kama huu ujauzito hautotolewa kwa sababu kemikali za sabuni alizokunywa zimeathiri mpaka mfumo wake wa uzazi. Shida ni kwamba hataki kukubali kutoa ujauzito. Anasema hawezi kumua mtoto wa kijana wako. Mtoto wa kijana wangu? Ina maana unataka kuniambia kwamba mimba alionayo binti yako mhusika ni kijana wangu Zaini? Ndio. Na ndio maana niko hapa Mama Zaini. Najua tumekuwa wabaya kwenye familia yenu, lakini Mungu ni shahidi yangu. Sikuwa na nia mbaya na nyinyi.
na kuomba sana Mama Zeni unisaidie kwenye hili. Msikilizaji, wakati huo mimi nilikuwa nimetoka, yani macho tu yamenitoka tu, yani kama vile mjusi aliyebanwa na mlango. Nilikumbuka vyema ile siku ambayo nilimpelekea moto kisawa sawa Ana, tena bila hata ya kinga. Nikajiambia, Mungu wangu, ndo nimefanya nini sasa? Yani badala ya kuwa mbali na hii familia, ndo kwanza nauza na kwenda kuunga undugu nayo. Niliongea hivyo huku nikiwa namtazama mama yangu kuona kwamba atamjibu kitu gani mama yake na Ana. Lakini mama yake na Ana aliendelea kusema kwamba tafadhali Mama Zeni, wewe ni mama, unaelewa jinsi gani mama anavyojisikia pindi mtoto wake anapokuwa kwenye matatizo. Nakuomba sana Mama Zeni unisaidie. Kwanza pole. Pole sana Mama Ana. Ingawa hatakuwa na maelewano mazuri na nyie, lakini Mungu ni shahidi, sikuwahi kuwatakia matatizo hata siku moja. Sasa hebu niambie, unataka mimi nikusaidie nini? Maana mimi sio daktari, mzazi mwenzangu. Mama yangu alipokwisha kuyasema hayo, mama yake na Ana akasema, nataka uongee na kijana wako. Najua tumemkosea sana kijana wako, naomba umshawishi aje hospitali kuongea na Ana, huenda Ana akakubali kutoa hiyo mimba. Hilo ndilo wazo ambalo madaktari wametushauri tufanye hivyo, vinginevyo tunaweza tukampoteza Ana. Sawa, mimi nitaongea na kijana wangu. Nimekuelewa, ngoja nizungumze na kijana wangu. Na ahidi atakuja kuongea na binti yako leo. Sawa Mama Zeni, nashukuru mno. Mara baada ya Mama Ana kuondoka, mama yangu alirudi ndani ambapo alikuta pale nimesimama mlangoni. Alinitazama kwa hasira na kisha akanipiga pale kibao chepesi chapuni mwangu. Akaniambia, "Vipi mtoto? Wewe unataka nini? Unataka nini kwenye hii dunia? Nakuuliza, unataka nini kwenye hii dunia? Au lengo lako nikaona mimi nakufa kwa pressure kwa sababu yako, si ndivyo?" Mama, hayo ni maneno makali sana unanitamkia. Kwa nini unasema hivyo mamangu? Yaani unauliza kana kwamba hujui ulichokifanya, mjinga wewe. Zeni, nilikuruhusu muingize yule binti ndani alale, lakini kumbe wewe ulikuwa na mipango yako mingine, sio manake? Ona sasa, tumefanya kila tunaloliweza kujitenga na ile familia, lakini kumbe yote ni kazi bure tu. Kwa nini wewe ufikiri kwanza kabla ya kutenda, mwanangu? Yaani umeishi na ule binti kwenye ndoa kwa miaka 3, hujampa mimba, ila baada ya kupeana tu talaka ndo unampa mimba. Ndio nini sasa unafanya hii? Eti Zeni, nilitegemea mwanangu wewe ni msomi wa chuo kikuu, utatumia akili kwenye kila mambo, lakini naona kabisa linapokuja swala mapenzi akili zako zote huwa zinahama. Sasa hebu niambie, tunachomokaje kwenye hili? Msikilizaji, kwa kweli sikuwa najua hata nimjibu nini mama yangu. Nilikuwa nimejinamia tu. Mama kaniuliza, nakuuliza tunafanyaje sasa kwenye hili? Mama, kiukweli nimekosea sana, lakini wewe ndiye mtu pekee ambaye unaweza kuniambia nifanye nini mamangu. Binafsi hata sielewi hata nifanye nini hapa nilipo. Nilipozungumza hayo, mamangu unajua alivuta pumzi nyingi na kisha kaiachia kidogo kidogo. Safari hii alianza kuongea kwa utulivu tofauti hapo na awali. Akaniambia, Zeni mwanangu, nisikilize. Kama ni maji tayari imeshamwagika na hayawezi kuzoleka tena. Kama ni kosa tayari limefanyika. Kitu cha msingi hapa ni kuona ni namna gani tunaweza tukatoka kwenye hili tatizo. Natumai umemsikia vizuri sana mamake na Ana. Kwa sasa nakuomba uende hospitali ukamshawishi huyo mjinga mwenzio. Maana mlikuwa mnajua kabisa kama familia zenu haziendani, lakini bado mkaamua kupeana mimba. Sasa nenda kamshawishi atoe hiyo mimba. Kwa maana kama kikataa na kitu kibaya kikamkuta yule binti, hii itaongeza chuki ya wazazi wake kwetu sisi. Kwa hiyo hakikisha Ana anakubali kutoa ile mimba yake na si vinginevyo.
Sawa mama, mimi nimekuelewa. Msikilizaji, unajua sikutaka tena kupoteza muda. Haraka pale nilianza safari ya kwenda kwenye hospitali ambayo Ana alikuwa amelazwa. Kwa sababu za kibiashara sitaweza kutaja jina la hiyo hospitali ambayo Ana alikuwa amelazwa. Basi baada ya dakika kama 50 kupita hivi tayari nilikuwa nimefika kwenye hospitali ambayo Ana alikuwa amelazwa. Mara baada ya kufika mimi niliomba kwanza kuonana na daktari anayemtibia Ana kabla ya kuonana na Ana. Haikuwa shida kuonana na daktari kwa sababu muda niliokuwa nimefika pale daktari alikuwa yuko ofisini kwake. Kwa hiyo moja kwa moja nilikuwa nimemfuata ofisini kwake. Nilipoingia nilimkuta pale alikuwa na mama mmoja hivyo miaka 40 mpaka 50 hivi. Nilisalimiana naye na kisha tukaanza pale kuzungumza. Dokta, unajua mimi mara baada ya kupata hii taarifa kwa kweli nilikuwa sijui kama nishangilie au nilie. Binafsi nilitamani sana kupata mtoto maana mtoto ni baraka. Lakini niliposikia tena tatizo lililonalo Ana kwa kweli moyo wangu uliniuma sana dokta. Najiona kama mimi ndo chanzo cha haya yote. Kwa kweli dokta, mimi naumia sana. Nimeona kabla ya kuonana naye ni bora kwanza nionane na wewe. Uniambie afya yake ipoje dokta. Tena umefanya vizuri sana kijana kuja hapa. Unajua mbali na hii kazi yangu mimi pia ni mama. Kwa naelewa sana tu hali ambayo Ana anaipitia kwa sasa. Kabla sijakwambia kitu chochote, nilitaka kujua kwanza jambo moja kutoka kwako. Ndio nakusikiliza dokta. Jambo gani hilo ambalo unalitaka kulijua kutoka kwangu? Kwa mazungumzo ambayo nimeyafanya na Ana, ni wazi anakupenda sana. Yupo tayari kufanya chochote kwenye maisha yake kwa sababu yako tu. Na kama nilivyokuambia kwamba mimi ni mama, kwa hiyo naona upendo wake kwako ni mkubwa mno. Sasa basi mimi nataka kujua kama unaona mpenda jinsi anavyokupenda. Na hapo naomba uwe muwazi tu mwanangu, kwa sababu majibu yako kwa namna moja ama nyingine yatabadilisha mambo mengi tu. Hapo kwanza msikilizaji, nilivuta pumzi na kisha nikatulia kidogo. Kusema ule kweli, kama kusingekuwa kuna vikwazo, basi kwa hakika ningechagua kuishi na Ana kama mke wangu. Nilimtazama daktari na kisha nikasema, dokta, kusema ule kweli natamani sana kuweza kuishi na Ana kama mke wangu. Na ndio maana mwanzo nilimuoa, lakini kuna mambo yakawa yametokea tukaishia tukutarakiana. Kwa hiyo hata wewe uko tayari kuishi na Ana kama vile ambavyo yeye yuko tayari kuishi na wewe? Ndio dokta, nipo tayari. Tatizo ni familia yake haitaki hilo jambo. Sawa, mimi nimekuelewa kijana. Unatakiwa unisikilize kwa makini sana. Ipo hivi, ni kweli Ana ana ujauzito kama ulivyoambiwa, lakini kuhusu swala ujauzito wake kuwa hatari kwake kutokana na kemikali za sabuni aliyokuwa amemeza, hilo swala sio la kweli. Ana ni mzima wa afya na ujauzito wake uko salama tu, hauna shida yoyote. Tatizo hapa ni mama yake hataki Ana azae mtoto na wewe. Hivyo kaamua kutumia njia hii ili kushinikiza hiyo mimba itolewe. Unaweza ukawa unajiuliza kwa nini nakwambia haya maneno. Nimeamua kukwambia kwa sababu mimi ni mama, lakini pia mimi ni daktari. Najua madhara kutoa mimba ni yapi. Kitaalamu huwa tunafanya pale inapotubidi tu. Lakini kwa kuhusu swala la Ana, hana tatizo la kulazimu sisi kutoa ujauzito wake, labda kama yeye mwenyewe hataki kuwa mama kwa sasa. Msikilizaji, hapo nilichoka hoi. Mwoni mwangu nilikuwa naanza kujisemea, ina maana kwamba mama yake na Ana ananichukia kiasi cha kutaka kumuomba kama mtoto wangu, yaani mjukuu wake. Hapana, lazima nifanye kitu hapa. Siwezi nikaruhusu mtoto wangu afe kizembe namna hii. Haraka sana nilitoka mule ofisini kwa daktari, nikaanza kwenda kwenye wodi aliyokuwa kalazwa Ana. Kwa bahati nzuri, muda ambao mimi nafika kwenye ile wodi yake alolazwa, wazazi wake walikuwa wametoka. Kwa hiyo hawakuweza kuniona wakati ambapo mimi nilikuwa naingia. Nilipoingia tu, kusema ule kweli, sikutaka kupoteza muda.
Haraka sana nilimweleza Ana kila kitu ambacho nilikuwa nimeambiwa na dokta, na kisha nikamtaka aondoke na mimi. Ana hakukataa kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwa jinsi ambavyo mama yake hapendi penzi letu, basi ni kweli atakuwa kapanga mpango wa kutaka mimba yake ifanyaje, itolewe. Tukiwa tuko njiani naenda naye nyumbani kwetu, Ana alianza kuongea kwa kuniambia, Zain, itakuwaje kuhusu mama yako? Maana yeye hanipendi. Usijali kuhusu mama yangu Ana. Unajua kwa hivi, mama yangu sio kwamba hakupendi, bali anafanya hivi ili kunilinda mimi dhidi ya wazazi wako. Hofu yake ni kwamba wazazi wako wanaweza kunidhuru, na ndio unaona mamangu mimi anakuchukia wewe ili mradi tu uwe mbali na mimi. Lakini kwa hili swala la kumleta mjukuu, mimi na uhakika atakupenda sana, japo inaweza ikawa isiwe kirahisi, lakini atakupenda sana. Ngoja tuone atafanya nini atakaponiona nimerudi tena nyumbani kwenu. Kwa hili tulirudi mpaka nyumbani. Mamangu alishangaa sana kuweza kuona mimi nimerudi na Ana nyumbani. Akaniambia, Zain, umefanya nini sasa? Nilikwambia ukaongee na huyu binti na sio kumleta hapa nyumbani. Mama, naomba tuongee kwanza. Tuongee kuhusu nini Zain? Kwa nini unamngangania huyu binti? Mama, kuna sababu ya mimi kufanya hivyo na ndio maana nataka tuweze kuongea kwanza mama. Zaini mwanangu, nimekwambia huyu binti mimi simtaki hapa kwa sababu wazazi wake wewe hakutaki. Kwa nini unamngangania huyu mtoto wao? Kabla sijasema chochote niliona Ana kinidakia kwa mbele. Kwa kuanza kuongea kwa upole tu akamwambia, mama, najua huna tatizo na mimi mama. Najua kama unanipenda mama, ila shida ni wazazi wangu. Mama, mimi na mwanao tunapendana sana. Hebu ona mama, tumboni mwangu kuna mjukuu wako. Mjukuu ambaye mama yangu alitaka kuweza kumkatisha maisha yake kwa chuki zake binafsi. Ana aliposema hivyo, mama yangu alionekana kushangaa kidogo. Alinitazama na kisha akatikisa hivi kichwa akitaka nimuelezee vizuri ni nini ambacho Ana anakiongea kwake. Nikasema, ni kweli mama. Mamake na Ana alitaka Ana atoe hii mimba. Ana hana tatizo lolote kiafya. Ujauzito wake uko salama tu mama. Unasemaje Zaini? Ina maana huu ulikuwa ni mpango tu wa kutaka Ana atolewe ujauzito wake? Ndiyo mama. Nasi huyu mama Ana sasa kafikia pabaya. Anawezaje kutaka kufanya ukatili kama huu kwa mwanamke mwenzie, tena kwa mtoto wake mwenyewe aliyemzaa? Siku zote mamangu yuko hivyo. Ni mbinafsi. Wala sishangai kwa nini nilitaka mimbangu itolewe. Mamangu ni mtu ambaye huwa anafanya kile anachojisikia bila hata kujali kama kitamuumiza nani hicho kitu. Sawa, mimi nimekuelewa. Sasa itakuwaje mwanangu? Ana ataishi na sisi mama mpaka pale atakapoweza kujifungua. Kama akirudi kwao sasa hivi, mamake anaweza kufanya jaribio la kutaka kumtoa mimba kwa nguvu. Sawa, mimi sina hofu, lakini hofu yangu mimi ni nyinyi. Usiwe na wasiwasi mama, hamna kitu kibaya kitakachoweza kutukuta. Sasa tukiwa bado tunajadiliana pale sebuleni, nje tulisikia sauti za magari yakija pale nyumbani kwetu. Haraka sana mimi nilitoka nje ambapo nilikuta babake na Ana. Mr. Mpole kaja pale na askari pale nyumbani kwetu. Afande, kijana mwenye ni huyu hapo. Aliongea Mr. Mpole, kitendo ambacho kilichopelekea polisi mimi wanikamata. Nilianza pale kuwahoji kwa nini wananikamata. Na ndipo polisi mmoja akasema wamekuja kunikamata kwa kosa la kumrubuni mgonjwa ambaye Ana na kisha kumtorosha hospitalini alipokuwa anapatiwa matibabu. Ilibidi mimi niwaeleze ukweli polisi, lakini hakuna aliyekuwa ananisikiliza utetezi wangu. Walinipiga pale pingu akaniingiza kwenye gari lao, na kisha polisi wengine wa kike walianza kuingia ndani kwetu kwa lengo la kutaka kumtafuta Ana. Kabla hata hawajafika kwenye mlango wa kuingilia ndani, Ana na mamangu walitoka nje. Walishangaa sana kuona mimi nimepigwa pingu huku nikiwa niko ndani ya gari la polisi. Baba, unafanya nini?
Binti yangu, kwanza wewe uko salama? Huku nilipo ni salama zaidi kuliko huko unakotaka niende. Kwa nini mmemkamata Zain? Anakosa gani mpaka mumkamate? Sikiliza binti yangu, wewe ni mgonjwa. Kila kitu alichokuambia Zain ni uongo. Lengo lake ni kuwa na wewe. Hivyo anaamini kama ukimzalia mtoto sisi tutakubali kuweza kukuozesha tena kwake. Huo ujauzito lazima utolewe mwanangu, kwa faida yako wewe mwenyewe. Sio kweli baba. Sio kweli. Ni wazi unamwamini sana mama, lakini ukweli ni kwamba mama anadanganya tu. Mimi sina tatizo lolote lile baba. Huo wote ni mpango wa mama, anataka nisizae huyu mtoto. Unasema jana? Yaani mama yako anawezaje kufanya jambo kama hilo hali ya kuwa kila siku anatamani kuwa na mjukuu? Baba, unamjua vizuri mkeo, kwa hiyo natumai unajua kwamba anaweza kufanya hivi pia. Huo ndio kweli baba, na ndio maana nikaamua kuweza kuondoka na Zain pale hospitalini. Mr. Mposile alionekana kwanza na waza jambo. Alikuwa na waza lile swala, ni waza hata yeye mwenyewe pia alikuwa anaamini ya kwamba kuna uwezekano ikawa ni kweli mke wake alikuwa anataka mimba ya binti yao itolewe. Okay, sawa binti yangu, nimekuelewa. Twende nyumbani sasa. Mambo mengine tutaendelea kuyaongelea nyumbani. Hapana baba. Hapana, mimi nyumbani sirudi. Mimba yangu bado ni changa, na ufia mama anaweza kunipa madai kuharibu mimba yangu kupitia chakula. Ninachoomba tu Zain achiwe huru, hana kosa lolote, lakini pia mimi nitaendelea kukaa hapa nyumbani kwao mpaka pale nitakapoweza kujifungua. Binti yangu, kwa nini ukae kwa mtu baki wakati wazazi wako tuko mwanangu? Baba, hapa soko watu baki. Hii ni familia yangu pia. Mimi na Zain tunapendana sana, na isitoshe nimebeba kiumbe chake tumboni mwangu. Mr. Mposile alimshawishi sana binti yake Ana akubali kuondoka naye, lakini Ana alikataa. Sawa binti yangu, mimi naondoka, lakini kama ukihitaji chochote nipigie simu haraka sana, na pia nitatuma watu kuja kukuhudumia hapa. Hakuna haja baba. Hapa mimi nipo na mamake Zain, ananihudumia vizuri tu. Labda tu nilitega gari langu tu ili nisiwe napata tabu ya usafiri kwenda clinic. Sawa binti yangu, nitatuma kijana alilete. Polisi pamoja na Mr. Mposile waliondoka huko wakiwa wameniacha mihuru, kwa maana ya kwamba sikuwa na kosa lolote. Nikamwambia, hivi Ana, unafikiri baba yako atakuwa kaamini hiko ulichomwambia? Ndio Zain. Kama singeamini asingeondoka hapa bila mimi. Okay, basi sawa, tuingie ndani mama watoto. Waniita mama watoto wakati hujanioa. Sasa una kiumbe changu tumboni mwako, unataka nikuitaje? Mimi mtoto hawezi kuwa ubini wako mpaka unioe tena. Sawa, twende basi ndani. Naam. Naweza nikasema huo ndio ulikuwa mwanzo wa mimi kuanza kuishi na Ana, tena pale pale nyumbani kwetu. Na sijui ni nini kilitokea, lakini angalau sasa wazazi wa Ana waliacha kutuandama. Shida ilikuwa ni moja tu. Kadiri mimba ya Ana ilivyozidi kukua, ndivyo ilivyokuwa inazidi kumpelekesha na kumvuruga kabisa akili. Ana alikuwa ni mtu hasira tu yani. Jambo dogo tu kwake lilikuwa ni kubwa mno. Na mbaya zaidi, hasira yake yote ilikuwa inaangukia kwangu. Ana alikuwa akinichukia vibaya mno. Mamangu ndo aligeuka kuwa rafiki yake wa karibu sana. Kila siku nilikuwa nahakikisha sifanye jambo lolote ambalo litamfanya Ana awe na hasira na mimi. Kama mwanaume, kama kijana, kuna muda nilikuwa nachukia kiasi cha kutamani hata kumrudisha kwa wazazi wake. Lakini mamangu alinishawishi sana, au alinisisi sana naweza nikasema. Niwe tu mvumilivu, kinachomfanya Ana awe vile ni ujauzito aliokuwa nao tumboni mwake na si vinginevyo. Siku ziliendelea kwenda, miezi 3 ikapita na hatimaye mwezi wa 4 na ukaingia tangia Ana apate ujauzito. Tumbo lake nalo lilikuwa linazidi kukua mdogo mdogo. Safari hii alikuwa ni mtu wa kudeka kweli kweli. Alikuwa na masharti ya kila aina. Ilibidi tutafute house girl, walau awe anasaidia kazi pale ndani. Maana kuna kipindi unajua Ana anaweza kukuamsha usiku, alafu akakwambia anataka tu chapati au anataka kuku kuchoma. Kwa hiyo ilinibidi tuwe tuna house girl awe anasaidia pale kazi nyumbani.
Kwa kuwa mahitaji ya nyumbani yalikuwa yameongezeka kutokana na kumhudumia Ana, hali hiyo ilinifanya niongeze juhudi sana katika kutafuta kazi, kwa sababu kipato cha mama alichokuwa anakipata kutoka kwenye vikao vyake vya chama kilikuwa kitoshi. Nilianza kutafuta kazi, msikilizaji, bila mafanikio. Mpaka kazi za usafi ambazo nilitegemea kutokana na elimu yangu kuwa kubwa sana, sasa nikaajiliwa hata huko basi, lakini nako pia nilikosa. Kazi za ulinzi pia nilikosa. Naweza nikasema ni kama vile nilikuwa na gundu, kwa sababu wenzangu wote ambao nilikuwa nikikutana nao kwenye maombi ya kazi, baada ya muda kadhaa walikuwa wanaitwa kuanza kazi, isipokuwa mimi tu. Lakini uweza mimi sikukata tamaa. Niliendelea kutafuta kazi, na nakumbuka siku moja nikiwa kule kivukoni kwenye kijiwe cha rafiki yangu Alibonge, ambaye kwa sasa alikuwa anachoma mihogo kivukoni. Kuna watu nilikuwa nawasikia wanaongea kuhusu kampuni moja hivi kubwa tu hapa mjini ya kwamba imetangaza nafasi ya kazi ya udereva kwa watumishi wao. Kwa kuwa mimi nilikuwa natafuta kazi na isitoshe najua kuendesha gari, niliamua kuwasogelea wale watu, nikasalimiana nao, na kisha nami pia nikaomba kuweza kujiunga katika mazungumzo yao. Kweli katika mazungumzo yao walisema ya kwamba kuna kampuni imetangaza nafasi za ajira kwa upande wa madereva. Kwa kuwa nilikuwa nataka sana kupata kazi, mimi wala sikupoteza muda. Siku ile niliweza kutuma maombi yangu ya kazi kwenye hiyo kampuni kupitia barua pepe yao, na nakumbuka baada ya kutuma maombi zilipita siku kama 4, ambapo mchana wa siku ya 4 tokea nitumie yale maombi nilipigiwa na wawakilishi kutoka ile kampuni. Yule mwakilishi aliniambia kwamba natakiwa kwenda ofisini kwao kesho asubuhi. Kwa sababu nilikuwa nilifurahi sana, ingawa nilikuwa sijui kama nitaajiriwa au la, lakini mpaka wamenipigia simu, maana yake ni kwamba kuna kitu cha thamani umekiona kwangu kupitia ile CV yangu. Kwa hiyo nilikuwa nina imani ya kwamba nitafanyaje, nitapata kazi. Nilimweleza jambo hilo mama pamoja na Ana, na wote walionekana kufurahi sana, japokuwa Ana alikuwa ananiambia nisijisumbue sana, kwa sababu akishazaa tu ataongea na baba yake ili aniajiri tena kwenye ile kampuni yao ya Mposile Group Limited. Binafsi unajua mimi sikuwa tayari tena kufanya kazi kwenye kampuni yao. Kwa hivyo niliamua tu kwenda kwenye hiyo kampuni niliyokuwa nimetuma maombi ya kazi. Na nakumbuka ofisi za hiyo kampuni zilikuwa Mwenge, kwa hiyo asubuhi na mapema tayari mimi nilikuwa nimefika pale ofisini kwao. Nilijitambulisha kwa dada wa mapokezi na kisha nikaelekezwa pale mahali pa kukaa. Pale ofisini sikuwa peke yangu. Kulikuwa kuna watu wengine kama 18, ukijumlisha na mimi tunakuwa 19. Hali hiyo ilianza kunipa hofu, kwa sababu ile kampuni ilitangaza kwamba inahitaji madereva 6 tu. Kwa maana kwamba kwa idadi ile ya watu ambao tuko pale, maana yake kuanzia watu 13 watapigwa chini. Kwa kweli nilikuwa naomba sana Mungu. Nisio kwenye hiyo orodha ya watu ambao wataachwa na ile kampuni. Nikiwa nimekaa pale nasubiri utaratibu, alikuja dada mmoja hivi akaniambia kwamba niende kwenye chumba cha meneja wa mwajiri. Haraka mimi nilianza kumfuata mpaka kwenye ofisi ya meneja mwajiri. Na mara baada kuingia nilikutana pale na mama wa miaka 40 mpaka 55 hivi. Nilisalimiana naye na kisha yule mama akaanza kuniambia kwamba Zeni, nimepitia CV yako. Kimsingi CV yako ni kubwa sana na ukupaswa wewe kuomba kazi ya udereva. Kwa nini umeomba hii kazi? Hapo kwanza nilijifikiria kidogo nijibu nini, kwa sababu mara nyingi maswali kama yale huwa ni mtego sana. Ukikurupuka tu kujibu ovyo unaweza kujikuta unakosa kazi yenyewe. Nikasema niomba hii kazi ni kwa sababu naijua na ninaimudu vizuri tu madam. Sio kwa sababu unahitaji pesa. Ni kweli pesa nahitaji, na kwa kuwa hii kazi ambayo naiweza, kwa hiyo nilipoona tu tangazo sikufanya ajizi, haraka sana nilituma CV yangu kwenu. Basi sawa, kazi umepata Zeni. Mshahara ni 800,000 kwa mwezi, lakini pia kila wiki kuna marupurupu, kwa hiyo kwa mwezi unaweza kujikuta unapata 1,000,000. Unajua nilishangaa sana. Kwa upande wangu sikutegemea kama naweza nikafanya kazi udereva na mshahara ukawa ni 1,000,000 kwa mwezi. Nilipewa mkataba pale nikasaini. Kwa kuwa nilikuwa na furaha sana, mara baada ya kuambiwa mshahara ni 1,000,000, sikuwa hata na muda wa kuangalia vizuri mkataba unasemaje. Nilichokifanya mimi ni kuanguka tu saini yangu pale basi. Mara baada ya kusaini, yule meneja mwajiri aliniambia
nije kesho saa 2 asubuhi kuanza kazi. Kusema ukweli, nilikuwa na furaha mno nye. Nilipotoka tu pale ofisini nilikwenda kwa rafiki yangu Alibonge kule Kivukoni, tukapiga pale story nyingi pamoja na kumueleza kwamba nimepata kazi, na majira ya saa 11 za jioni nikawa bado niko pale Kivukoni. Simu yangu ya mkononi ghafla ilianza kuita. Nilipotazama niliona mpigaji ni mama yangu. Haraka sana nilipokea nijua anataka kuniambia kitu gani. Nikamwambia, mama. Zaini, uko wapi? Nikamwambia niko Kivukoni kwa rafiki yangu Alibonge. Hebu fanya haraka uje hapa. Njoo hapa Mnazi Mmoja hospitali, maana Ana amezidiwa sana, nimemleta hospitalini. Nikasema, nini tena mama? Ana yuko salama lakini. Sasa kabla hata hajanijibu mamangu, simu ilikata. Nilipompigia tena ilikuwa haipatikani. Sikutaka kupoteza muda kwa sababu maelekezo nilikuwa nimeshapewa. Haraka nilichukua pale pikipiki mpaka Mnazi Mmoja. Kwa kuwa kutoka Kivukoni mpaka Mnazi Mmoja sio mbali. Hata kwa mguu nilikuwa naweza kutembea tu chapu, lakini niliona nitachelewa. Kwa nilichukua dakika tu chache nikawa nimefika. Niliingia hospitalini, ila watu wa mapokezini wakaniambia kwamba mahali alipolazwa Ana ni mahali fulani. Haraka sana nilianza kwenda huko. Nilipofika nilimkuta mama yangu yuko kwa nje, alikuwa anasubiri majibu kutoka kwa daktari aliyekuwa amempokea Ana. Nikasema, mama, vipi hali yake? Mama akaniambia, ndo nasubiri majibu kwa daktari mwanangu. Basi tukaanza kusubiri pale nje. Huku moyoni mwangu niko naomba sana Mungu Ana na mtoto wangu wawe salama. Mama akaniambia, vipi kuhusu kazi uliomba umepata? Nikasema, ndio mama, namshukuru Mungu kazi nimepata na ninaanza kesho. Mamangu alifurahi sana kusikia mimi nimepata kazi. Kwa tulimshukuru Mungu kwa hilo, na kisha tukaendelea kusubiri majibu kutoka kwa daktari. Mwanangu, ndio mama, inabidi tuwape wazazi wake taarifa kuhusiana na binti yao. Ni kweli mama, umesema jambo zuri. Ilibidi mimi nichukue simu ya Ana nikaangalia pale namba za baba yake, maana kwangu tokea nilipoachana tuna Ana nilifuta namba zake zote. Baada ya kuchukua ile namba nilimpigia, na kwa bahati nzuri babake na Ana alipokea simu haraka, kwa hiyo niliweza kumwambia kama tuko hospitali ya Mnazi Mmoja na binti yao. Mr. Mposile alitaharuki sana, lakini mimi nilimtuliza kwa kumwambia binti yake Ana hana shinda kubwa hivyo, kwa sio na wasiwasi. Yaani nilimtuliza watazani mimi najua kilichomkuta Ana nini. Baada ya dakika kama 20 hivi daktari aliyekuwa anamtibia Ana alikuja pale. Ilibidi tumuulize Ana ana shida gani. Ana tatizo gani Ana? Sasa daktari alipokuja ndipo alipoweza kutuambia. Najua unatamani kujua sana Ana alikuwa na shida gani na nini kilichomkuta. Mimi nikusihi tu msikilizaji bwana, usikose katika sehemu ya 4 mzigo huu mtamu kweli kweli wa Bintirisha. Mzigo uliotayarishwa na kuandaliwa na mwandishi Saidi JR. Mimi naitwa Anko J. Bwana, tukutane katika sehemu ya 4 tujue dokta alizungumza nini juu ya afya ya huyu binti wa kuitwa Ana, na vipi kuhusiana na mahusiano yao kati ya Ana na huyu kijana Zain. Yatafanikiwa kweli? Mimi naye hatujui. Bwana, tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye kwa sasa.